Ngo ya pili wanaume wale 11. Matokeo ni yale kama ndo kwanza nafunga redio yako. Yanga wako mbele kwa Simba 0 Yanga 1 kwa Yakuba Sonye. Amewekewa ukuta mmoja mzito, Yakuba na alamika huku. Simba ameanza nao mdogo wanaondoka nao. Simba sasa anatoa mashambulizi yao kusini kwenda kaskazini. Ulipo lango la timu ya Yanga Afrika, uwanja Benjamin Mkapa, kuna Shomari Kapombe, show me the way, ndefu naanzia huku. Anakimbia Boko, kapewa mwili kidogo tuna mnyeto kwenda pale nje na kwa ni goal kick. Alafu ile line nakuja kuonyesha ameingia ndani ya uwanja kabisa, kuja kuonyesha kwamba ni goal kick. Kuna mambo ya viroja wale mkajaja line kule line 2 yule. Anakimbia Ramadhani yule. Kapewa mwili kidogo. Hamdan zaidi. Kaja kuonyesha goal kick, ameingia ndani ya uwanja. Ya nafikiri ni miemko mdadi. Anakuwa moved in a match. Lakini sasa anatakiwa ajue maadili ya kazi. Simba anakwenda upande magharibi wa uwanja. Chama kwa Bernard Morrison, gonga mpira nyuma huku. Mohamed Hussein Zimbwe. Yanga anaambia Simba fanyeni kote hapa hapana. Ndefu nakata na wao huku, ndefu huku mtafuta Chama imemfikia Chama. Anaingia Chama pale magharibi wa uwanja. Chama na Kibwana. Chama ana usaidizi. Chama na Kibwana bado nyuma huku. Shabalala katika chaki anatembea Shaba. Tadeo Luanga wa kwanza, wa pili anaona Luanga anageuka Luanga anahamisha uwanja huku. Katikati ya uwanja control pale sasa kaka mkubwa Serge Pascal Wawa anaingiza ndefu huku anga timu ya Yanga huku. Anawahi pale Shabalala. Shaba bado nao. Anasogea Shaba nyuma huku. Chama Tadeo Luanga anaingia Lali Bwalia ndefu huku. Simba anakwenda Boko nafasi hiyo Bernard Morrison gonga kuta pale, nyingine pigo huku. Boko kama gani Boko huku. Yanga amemiliki, wanaondoka nao, wanafanyia madhambi pale. Haya, Yanga wameanza haraka, anakwenda Yakuba Sonye, anatembea Sonye, anakwenda Sonye, bado Sonye wewe anafika pale kaka mkubwa Josh Onyango. Simba wanao Shomari Kapombe wake Boko yoka Boko mbele kule. Lari Bwalia anaingia, anakwenda Morrison ivenga vingi sana. Yanga anafika kama msitu hivi wa wanyama wakali mwituni. Yanga nao Mwaisa anapita, anakwenda anatembea Kaseke bwana wani mwe Kaseke Sonye kipa anakamata pale Aishi Salum Manula. Kwani mkashasha wewe. Asante sana Eno Kibugame. Mechi imechangamka, lakini naweza kuona mabadiliko ya Simba kumwondoa Erasto Nyoni ambaye alikuwa anacheza vizuri, lakini tunamjua ati yake na style yake ya kucheza ni taratibu. Ameingia Rally Bar loving midfield Rally Bwalia. Imekuwa ni faida, unaweza kuona kasi ya mchezo kama imebadilika hivi na mashambulizi yale yanakwenda haraka. Shida ni mfumo. Kama kungekuwa na washambuliaji wengi wakisaidiana na Sonye, huenda tulichokiona hapa ingekuwa tofauti. Naam, Kashasha shuti ile atalio Luanga, wakati huo kifaru kile Terminator kimeambiwa nyanyuka Medi Kagere. Hapa ndio utaona mwalimu au makocha wawili hawa ufundi yao maarifa yakoje, mbinu. Hii ndio sehemu muhimu sana na uwezo. Lakini sasa uzuri Simba wana mtu anaye study mechi analyst, ambaye yeye kazi yake ni kupeleka mipango kwa mwalimu na kumshauri kwamba fanya 1 2 3. Huenda kuna kitu amekiona. Unaweza kuona dakika 45 za awali Boka hakuwa na hatari yoyote ile. Sasa huenda anaweza kama mwambia kwa beki ya Yanga ilivyokaa, huenda anahitajika mtu ambaye yuko a bit mechanical, mtu mwenye nguvu zaidi wa kwenda kucheza 1 against 1 battle. Simba anakwenda kurusha ule mpira sasa. Dakika ni ya 5, kipindi cha pili nakwenda ya 6. Mohamed Hussein Zimbwe amwanzia Josh Onyango wake Serge Pascal Wawa, kaka mkubwa Sultan anakanda ndefuku Wawa anakimbia Mixon yule kwenda nje na kwa goal kick. Inakuwa ni goal kick. Goalkeeper ameweka chini pale Faruk Shikalo. Ameanza kwa Adeyum Machupa. Bila moja mrefu anaingia kwa timu ya Simba huku. Haya, Yakuba Sonye bado anawahi pale kaka mkubwa Josh Onyango anaambia amefanywa madhambi. Simba ameanza haraka. Mwamuzi anasema wekeni mpira chini mpige vyema. Ameanza Lari Bwalia. Maestro Lari tembea Lari. Tadeo Luanga, mhandisi wa kompyuta huyu, mchezaji pekee mwenye degree ndani ni yeye. Mpira ukimshinda anakwenda kufanya mambo yake ya kitaaluma.
kwenda za vijana timu ya Simba. Kuja mpira nyuma sasa kwa Joash Onyango. Onyango Joash. Kwake Pascal Sergi Wawa nyuma kule. Show me the way. Shomari Kapombe anatembea. Shomari Kapombe 1-2 pale kwake Larry Bwalia. Geuka pale Maestro. Yuko wapi? Morrison. Larry Bwalia. Yule ni Tadeo Luanga. Kuna pale Chama upande wa magharibi mwa uwanja. Simba anakwenda sasa na Shabalala. Shaba Mohamed Hussein Zimbwe anafika pale Mixon kwake Shabalala anafika pale defender pale Kibwana. Kosha mpira juu pale Kibwana, bado Simba wanao. Tembea Chama anamwachia huku Tadeo Luanga anakata uwanja kwake Show me the way. Shomari Kapombe mashariki mwa uwanja. Shomari anafinya, anaingia Shomari, anapita Shomari ndefu huku Morrison. Fika defender pale. Larry Bwalia. Haya, anaingia Kapombe. Morrison! Mimi chichami mwalimu Kachacha. Ukisikia kuacha dhahabu kwenye kisani ndio ile pale. Yaani unakikuta akina mwenyewe na unapita tu, kwa sababu alisema hayati Mwalimu Nyerere kwamba unapewa kipande cha chupa unasema dhahabu. Sasa ndio kilichotokea pale, kwa sababu Morrison hapakuwa na sababu yoyote ya kupiga nje, kwa sababu beki amekuja late. Dickson amesogea pale baada ya kuwa ameshaachia mkwaju ule. Ni kwa sababu tu ya ulinzi shirikishi mzuri, combined defense system ya backline ya Yanga. Simba wameamka. Shomari Kapombe Boko anabishana nao pale. Wai Mwamnyeto, tembea Mwamnyeto nyuma kutike Masatu Isila Kisinda, fika mpira nyuma sana pale Fei. Zawadi Mauya nyuma huku. Adeyu Msale upande wa mashariki wa uwanja. Adeyu anagana nefuranga timu ya Simba huku. Anafika Yakuba Sonye kwa Kemwaisa Kaseke upande wa mashariki wa uwanja. Anafika pale, huyu ni Fei Toto. Mukoko Tunumbe Mukoko magharibi wa uwanja. Kibwana Shomari tike Masatu Isila Kisinda. Mukoko Tunumbe Mukoko kaamua kuupiga tu Mukoko. Yaani bora ni upige tu uende. Kama yuko kwenye miti ya mikoko vile. Dakika ni ya 9 msikilizaji. Nyota wa Yanga 1 2 3 4 5 6 wanapasha wote kwenye benchi. Ambia ndeni kuna baki wachache sana katika benchi. Kuna Shabalala anaanzia pale Chama. Haya kuna Mixon Konde Boy kwake Morrison Larry Bwalia upande wa mashariki mwa uwanja. Show me the way. Shomari Kapombe. Show me the way. 1 2 Shomari 3 nyuma huku Tadeo Luanga Tadeo Larry Bwalia. Si watafuta bao kwa mipango mingi mno, hesabu nyingi mno, magazi juto yote yanakwenda hapa, algebra si zote zimekaa hapa na fofiga wanayo. Geuka pale Shomari Kapombe. Shomari yuko chini, mwamuzi anasema ni madhambi. Mwalimu anaitwa Sakola ndio hili. Sako kwa Bako. Mtu anatafutwa hapa. Wakati Shomari amechukia. Mchezaji wa Yanga amekaa katika mpira anazuia mambo ya Songea yale, Shomari kamsukumiza. Deus Kaseke. Simba wameanza. Larry Bwalia ndefu huku. John Boko. Fika pale. Larry Bwalia anafika defender. Haya kuna Yakuba Sonye 3-1. Sonye ndefu huku anafanyia madhambi, mwamuzi anasema amefanya madhambi Tadeo Luanga. Sonye anamfuata referee anamwambia mbona muishi kadi yeye na Mukoko. Mbona huyu kadi muonyeshi? Na ametaka from behind, amenikwatua kwa nyuma. Tripping from behind. Hiyo ni kadi mwalimu. Moja kwa moja. Leo Mwandemba naamini kabisa pale Sudi Abdi atakuwa ile karatasi yake amejaza huko, amegeuza kwa amejaza huko, peji kama 4 hivi. Kabisa. Anaandika ripoti. Na sio huyo tu, kwa sababu Sudi Abdi yeye ni referee za sasa, lakini bado kuna watu wenye jukumu la kuhakikisha kwamba mchezo unakwendaje. Wote watakuwa na cha kusema. Yuko match commissioner ana eneo lake, yuko Baraka Kizuguta ambaye ni chief coordinator ana eneo lake. Hivi nawe huyu anaandika ripoti naye. Wote hawa kama unaingia pale karatasi una na kalamu una, sijui kama watakuelewa kwa kwenda kutoa ripoti yako kwa mdomo. Haya, kadi ya manjano ya nani ile? Ya Tadeo Mukoko kwa kumjibu na maneno mdomo. Chelesha muda, maneno mengi. Yes, Mukoko Tonombe. Watulie. Refa anawatuliza hivi. Haya, dakika ni ya 11 kipindi cha pili. Ameanza jana timu ya Yanga. Mukoko Tonombe cheza mpira kichwa pale. Tadeo Luanga anawaisha Balala. Zimbo Junior mpira moja mrefu anakwenda mtafuta Boko, yuko wapi? Boko na Dickson Job anapanda juu ya mabega ya Boko, mwamuzi anasema ni madhambi. Simba ameanza. Chama Morrison kwake Chama. Morrison amekwatuliwa hapa na Kibwana, afa anamwangalia dogo, wewe wanayakwao wale. Kuna Larry Bwalia anafika timu ya Simba. Chama Mixon, kuna Mixon
ndefu huku imemfikia Morrison. Kuna Morrison penyeza imekataa pale. Morrison anawahi huku Shabalala. Shaba kwa Tadeo Luanga. Lari Bwalia. Tadeo Luanga. Tadeo anakata uwanja ndefu huku. Gonga bila kifua pale sasa. Deyum Salema Chupa anawahi Mwaisa na viatu vyake. Yanga wanao Zawadi Mauya kwa Deus Kaseke anawahi pale. Wawa Shomari Kapombe, tembea Shomari Kapombe. Kuna Shomari Kapombe, mpira moja mrefu anaingia kwa timu ya Yanga huko. Kuna mpigo kipa na kamata pale Faruk Shikalo. Faruk ameanza ule mpira huku. Gonga bila kichwa, kuna shughuli nzito sana huko. Anaambia umefanya madhambi ya Cheng. Huyu anaambia nimekuonya muda mrefu sana, njoo wewe umezidi. Wewe ni nani? Wewe ndio Cheng, kadi ya njano. Na Cheng anaambia nini bwana wewe? Wewe nini bwana, nitakunyima githeri. Kadi ya manjano kwake. Yeye anasema alipanda kwenye mabega yule. Panda kwenye mabega ya Yakuba Sonye. Kwa mwenendo huu Yakuba Sonye hakuna hata mmoja anayemiss sapong. Maana Yakuba anafanya kazi yake vizuri pale dakika 13. Mfumo umekuwa mgumu kwake kwa sababu anakuwa anacheza dhidi ya walinzi watatu ama wanne. Mpira unakuwa nzito kidogo. Kwenda Simba Chama. Pasi kama ataki Vilali Bwali anaikata uwanja pembeni kule kwa Bernard Morrison na Machupa. Kuna Morrison anajianzia mwenyewe. Anakwenda Morrison. Machupa yuko chini, mwamuzi anasema ni madhambi imefanya Bernard Morrison. Morrison alijianzia ule mpira kama wa TK Master tuondoke, afa kaona kama siwezi kuifikia vile hesabu imegoma, na alikuwa amesahau logarithm yake akaamua kuvuta jezi. Nafikiri alikuwa ameacha chumba cha kuvalia nguo. Amesahau kabisa hajabeba nguo. Na Deyum unajua kwa kasi ya Bernard Morrison amfikii. Bernard Morrison anakimbia hapa, akimbia amenyoka, anakwenda kama nyoka hivi zigzag kama koboko akabiki. Ameanza Faruk Shikalo ndio mlango wa timu ya Yanga. Gonga mpira kicha Tadeo Luanga pale. Yanga wanao kuja mpira nyuma Kufei kwa wapi ndefu anasema Sonye yule. Shaba akamwambia niachie. Kamwanzia Aisha Manula. Aisha na butu wa juu bado uko pale. Ukidunda Chama ameufikia, kiukosa umetoka. Kuja nyuma huko TK Master anakwenda. Anaingia TK Master 1-2 TK Master kuna mpira nje na kwa ni goal kick. Mwamuzi anasema ni madhambi. Haya. Ukisema mapanya twende. Simba ameanza. Shomari Kapombe. Morrison yuko chini. Morrison mwamuzi anasema ni madhambi. Simba ameanza haraka. Tadeo Luanga Tadeo. Louis Mixon Konde Boy. Tembea Konde Boy kwake Chama bado. Chama mbishi. Chama anakwenda anakwenda Lawai Kibwana well done Kibwana. Sandwich pale. Anafika Mixon Konde Boy. Finya wa kwanza, wa pili. Kuna Mixon. Anatembea Mixon. Anamwacha Lari Bwalia kwake Shabalala. Shaba Simba wajipanga. Tadeo Luanga. Gonga pila nyuma pale Luanga. Simba anakwenda sasa Achenga pale Wawa. Sergio Pascal Wawa Sultan. Wageuka. Wango na Wawa mbishi. Wawa wewe. Mwanzia goalkeeper huku. Aishi Wadula. Kwake Acheng. Simba anakwenda shekhe. Kuja mpira nyuma sasa kwa Lari Bwalia. Chama 1-2 pale kwake Lari. Hili sako la Simba hili likifanikiwa atatamba sana. Kuja mpira nyuma huku Lari Bwalia. Tadeo Luanga Acheng. Joshua Nyango. Anakata moja ndefu mtafuta kule pembeni. Show me the way. Shomari Kapombe umemfikia, anafinya Kapombe, anaingia Kapombe wa kwanza, akaona pili, anaona Kapombe, anatembea Kapombe watatu, Boko anamwanzia pale Mixon, gonga kuta pale. Kimbia Shabalala pamoja na Kibwana kaufika Kibwana akatoa mpira nje na kwenda kurusha. Simba ameanza Chama kila hii ni kweli kanyang'anya mpira Chama. Kuna TK Master 1-2 TK Master. Chama anavuruga mipango yote ya Yanga Afrika. Kwenda Cheng. Wamwanzia Wawa. Wakati hiyo Nchimbi anaambia nenda Nchimbi. Ndefu anaingiza huku. Haya umemfikia Mixon. Anaingia Mixon. Nafasi Mixon bado. Vienga vingi. Utamaliza ukuta wote utaweza. Mixon anachukua pale Mwamnyeto. Well done Mwamnyeto. Mambo ya wanao kadenga na mpira ya wapi haya. Kuna TK Master anahamisha uwanja ndefu kule. Wawa kimetokea pale Aisha Manula. Wale msima ni kama wanataka kujifanya wao Barcelona ama Arsenal hivi. Nimesema mapema sana kipindi cha kwanza kwamba unajua ukikutana na mwalimu ambaye anaweza kama amestadi vizuri, amefanya assignment yake sawa, Simba inaweza kaa inapata tabu. Na hiki ndio kilichowakuta na Kaizer Chiefs kule kwao. Sasa Simba anacheza mpira wake ule na hawezi kubadilika sababu ashazoea. Ngoja mwalimu. Bernard Morrison. Anaingia Morrison. Anafinya Morrison gonga ukuta.
bado Morrison anayo, kafuta jezi yake, mwamuzi anasema ni madhambi. Analalamika sana Morrison. Sasa hii inaweza kumkwaza pia referee. Morrison analalamika kwamba baada ya kuvuta jezi yake sawa ni madhambi, lakini mbona utoi kadi? Anapiga nyasi hivi. Cheka nyasi zaumia. Hizi hasira nyingine hizi. Morrison pamoja na uwezo wake mzuri wa kucheza, lakini ubongo wake bado unahitaji kusaidiwa. Anahitaji psychologist alobobea, kwa sababu hizi ni hasira ambazo hazina maana. Kama refa angekuwa hajapuliza kipenga, ungesema ana kila sababu. Na tumeona mara nyingi toka alipoanza mchezo, kila filimbi analalamika, analazimisha fikra zake, akili yake, maamuzi yake ndio achukue muamuzi. Si sahihi. Wacheza mpira, wako wachezaji wa kuigwa humu ndani ambao unaweza ukasema, na ndio maana wanacheza kwa muda mrefu. Hizi emotions zinamuondolea quality ya kuwa mchezaji mzuri. Haya, dakika ni ya 17. Shabiki wa Simba wachache wanapiga makofi hivi. Mpira wa adhabu, Chama ameondoka, amemwacha Mixon. Mixon aliwahi kufanya moja Mwanza hivi, ilikuwa balaa. Refa ananiambia unaweza kupiga huo mpira. Wakati huo Yanga wanafanya mabadiliko. Namting anakwenda katika benchi ni Deus Kaseke Mwaisa, jezi nambari 27, nafasi yake inachukuliwa na Ditram Adrian Chimbi, jezi nambari 2. Badiliko la kwanza kwa Yanga Afrika, Enoch. Asante sana Tim Mugoa. Anaingia Ditram Chimbi, nafasi ya Deus Kaseke. Haya, Mixon gonga kuta pale, unakuwa ni wakurusha. Mabadiliko ya kwanza kwa upande wa Yanga hayo. Yanga Simba wameanza kwa mradhi. Kapombe gonga pale, kichwa pale, Boko anakimbia, Chama goalkeeper amefika pale, Faruk Shikalo anaruka pale kama nyani. Enzi hizo zamani kama nyani. Hapa mwalimu wa magoalkeeper lazima ujisifie. Razak Siwa. Yani ameruka size ya Volkswagen. Sijui kama wengi wanaijua. Ile gari ndio inaitwa Volkswagen. Urefu wake ile. Ilivyoka basi kenda vile toka nyuma kwenda kwenye bonnet. Ile injini nyuma. Injini nyuma. Asante mwalimu Kashasha. Razak Siwa, heko na ongera nyingi kwako. Yani kutana naye Razak Siwa maeneo fulani hivi, tulikuwa na Oscar Orasa. Anambia Siwa, mwili wako huo na kitambi hicho unawafundishaje hawa? Anacheka tu Siwa. Simba anakwenda Shomari Kapombe. Kapombe show me the way. Anapita huko na Mixon. Anatembea Mixon. 1-2 Mixon. Kwenda Mixon. Morrison tena. Yanga wamefika. Huyo TK Master. Tokea pata Deo Luanga. Ndefu naingiza huko na kwenda mpira nje, tarusha kwenda lango la timu ya Yanga. Simba ameanza. Josh Onyango. Kwake Shabalala. Gonga mpira nyuma Shaba. Kwake Josh Onyango Cheng. Josh Onyango, ligi kuu ya kandanda Vodacom Tanzania bara, dakika inakwenda 20 kipindi cha pili. Simba 0, Yanga bao 1 kutoka uwanja Benjamin Mkapa, mchezo nambari 208. Shughuli pepo kuna Chama nyuma huko, Chama Larry Bwalia. Haya, kuna Mixon, anatembea Mixon, nafasi huko Chama. Juju kuna mtu pale, goalkeeper na wide mpira kwa kwake ile. Faruk Shikalo. Akiwa anachelewesha muda, Faruk ana chaki kule amekamata. Yanga wameanza. TK Master. Gonga pila kichwa pale. Larry Bwalia. Haya, Simba anakwenda. Ndefu naingiza huko, anakimbia pale Job Dickson, Job goalkeeper anaanziwa pale. Faruk Shikana anakosha mpira moja juu pale. Kwenda lango la timu ya Simba. Yakuba Sonia anampa mtu mwili kidogo tu pale, dakika ni ya 20 na kwenda 21, mwamuzi anasema ni madhambi. Utapigwa mpira kwenda lango la timu ya Simba ambalo kipindi cha pili liko kusini mwa uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga ameanza. Yakuba Sonye. Hakuna Sonye, bila Sonye, kuna Sonye ndefu naingiza huku. Shida kufika pale TK Master kwa wakati. Ditram Chimbi Duma yuko ndani ya uwanja. Huyu anajua kugongana, atagonga sana mabeki ya Simba. Tadeo Luanga. Sultan. Larry Bwalia. Wage Tadeo Luanga. Kwenda Tadeo Luanga. Anatembea Luanga. Tadeo. Kwenda Tadeo Luanga. Yuko chini, mmoja anasema ni madhambi. Kinaweza kusema kitu kimoja ambacho kinaanza kujitokeza, ni kama ile cardiorespiratory endurance ya Yanga imeanza kushuka, utimamu wa mwili kwa maana ya uwezo wa kuhimili. Lugha nyepesi iliyozoeleka, stamina. Unaweza kuona mipira mingi inakwenda mbele inapotea, hakuna tena muunganiko.
na wanajilinda zaidi. Ngoja Lari Bwali ndefu huku. Simba na mipango fulani ambao ni kama isabati zinakataa mwalimu hivi. Hesabu zinakataa, lakini lazima tuisifu backline ya Yanga chini ya Mwamnyeto na mdogo wake Dickson Job. Wanacheza vizuri mno. Unajua hawatoi nafasi ukaona kuna gepu ama nafasi ya kukushawishi upenyeze mpira pale. Kwa hiyo matokeo yake unaona kama pasi alitaka kuwapelekea wakina Mixon na Boko, lakini mpira inakuwa ngumu sababu wale wanacheza karibu close distance, kwa maana ya ulinzi wa pamoja. 1 against 1 wako vizuri, 2 against 1 wako vizuri. Haya, Simba anakwenda Morrison anakata uwanja huku. Shomari Kapombe anapiga basi moja mkaa huku. Anakimbia Wawa. Haya, kwenda Seji Wawa Chama 1-2 pale. Chama amepigwa mzima na Duma. Kwenda Lari Bwalia, anaingia Lari Bwalia na Bwalia wa kwanza pia kwa Bwalia, anaingia Bwalia, nafasi kwa Simba huko, kuna mtuku cheza kibwana. Bernard Morrison kwenda pale nje, na kwa nini kona kwa Simba? Ni kona ya kwanza pili. Wameanza kona fupi Simba. Shabalala anaingia, Shaba ndefu anaingiza goli, mtu kuna mtuku. Haya, huyo Mixon piga bala kwenda nje. Toki kikatio Shikalo yuko chali. Mzima goli la mzima. Overstretch. Anajikunja. Enoch. Naam, ting. Mabadiliko ya pili kwa upande wa Simba na kwenda katika bench. Kratos Chota Chama jezi nambari 17, nafasi yake inachukuliwa na Medi Kagere jezi nambari 14. Mwalimu, tafsiri yake ni nini? Mechi imekuwa ngumu. MVP wa Simba bench. Yes. Unakuwa MVP na wenzio wanakuwa na MVP, anakupin down. Tumesema mapema sana kwamba ubora na uimara wa Yanga leo ni eneo la katikati. Zawadi Mauya, Tunombe Mkoko pamoja na mwenzie Faisal Salum. Chama alikuwa anacheza kama false number 9, yani anacheza namba 10 ya ujanja hivi, anakwenda mbele na kurudi nyuma. Sasa unaweza ukaona Simba muda mwingi wanacheza pasi za nyuma kwa sababu ya uwepesi wa backline ya Yanga kwenda kufika miguuni, na Chama si mzuri kwenye kugusa, kwenye kufika. Kwa hiyo ni sana kwenda Media Kagere kuongeza uimara nguvu, na nimesema mapema mwalimu nafikiri amegundua backline ya Yanga inahitaji mtu solid, mtu stiff, mtu mgumu mwenye roho fulani kama Land Rover 109 roho ya paka Enoch Buyane. Lakini mwalimu kuingia kwa Kagere ni kwamba Simba anakuwa na washambuliaji wawili sasa. Na ndio maana kwa sababu na maana kocha wa Simba kama amejilipua kwamba amejilipua, nothing to lose. Yes, we have nothing to lose. Amejilipua kwa sababu anahitaji bao. Kwa hiyo apeleke washambuliaji wawili ambao wote kwa utamaduni wao ni wafungaji wazuri, ni typical strikers, lakini pia wana advantage ya kucheza high balls. Kwa hiyo tunaweza kuona mipira mingi ya kutoka pembeni kwa kwenye flank ya kulia kwa Kapombe na flank ya kushoto kwa Shabala. Tunaweza kuona high balls kwa sababu wale wote ni wazuri kwenye kuconvert ama kufanya connections ya mipira inayotoka hewani. Area management strikers. Enoch Bugane. Asante mwalimu Kashasha. Dakika ni 25. Kimahesabu dakika 20. Unaweza kutamka kwa ni nyingi sana au kidogo sana, lakini kwenye soka ni nyingi mno. Unaweza kupata ushindi ambao hata 4 kwa dakika hizo. Unaweza kupata 3 kama unajua kutumia vyema nafasi. Time management and space. Asante mwalimu Kashasha. Kwenda Sergio Pascal Wawa, kaka mkubwa Sultan. Kwenda timu ya Simba, ndefu naingizwa na Tadeo Lwanga. Pembeni kwa Bernard Morrison. Tembea Bernard Morrison anafinya bado Bernard Morrison. Mwanzo pale Shabalala, kwenda Shaba kwa Morrison. Kwenda Morrison. Karamoja ndefu kwa Morrison. Kipa anaanzia pale Faruk Shikalo, na kwa ni chakula kwake. Faruk amenyanyuka taratibu kwa madaha na dunda ya kwanza. Faruk anakwenda na dunda ya pili, weka mpira chini. Yeye mwisho mbili anaweka mpira chini, anapiga. Ameachia Faruk Shikalo. Bonga mpira kichwa Tadeo Lwanga pale. Anakontrol Mkoko Tunombe. Kwa Zawadi Mauya. Anaanzia pale sasa Sonye Yakuba. Pembeni kule Ditra Mchimbi, mashariki mwa uwanja Ditra Mchimbi. 1-2 pale Simba anakwenda kwenye timu ya Yanga nyuma Fei huyo. Fei anaanzia pale TK Master, Tuisila Kisinda. TK anakwenda, anatembea TK. Chukua Lahari Bwalia taratibu. Lahari Bwalia, kwenda Lahari Bwalia. Kwake Morrison, kwake Morrison tena. Anakwenda Morrison, Bernard Morrison. Yeye na Tunombe, anaingia Morrison. Yuko chini, mwamuzi anasema nyanyuka. Yanga anaondoka. Fei Toto. Kwenda Fei. Tambaa Fei. Sonya anambia niwekee hapa. Ameanzia TK Master.
Twisila Kisinda. Twisila Kisinda inaingiza pale, kuna mtu kwa fika pale defender pale Wawa. Shabalala kaubutu kwake. Bado. Simba kwenda Lari Bwalia. Lari Bwalia. Lari. Kagere iko peke yake hajamuona. Kwenda Lari Bwalia. Kwake Morrison. Kwenda Morrison. Morrison kwake Lari Bwalia. Anaingia Lari Bwalia. Maestro Lari Bwalia. Lari Bwalia pembeni kule kwake Medi Kagere. Medi anaanzia pale. Anaingia Mixon. Mixon. Fika na defender pale. Adeyum kosha mpira juu pale chini pale. Yanga wanao Ditram Mchimbi. Mchimbi. Zawadi Mauya. Zawadi kwenda Zawadi. Kwenda Zawadi. Zawadi leo hapa Zawadi Yanga leo. Dakika zinazidi kusogea 27. Morrison. Fika pale Soni. Mwamuzi anambia wamemkanyaga. Ameingia vibaya. Fei amepeleka mguu vibaya kama clutch hivi. Kapiga clutch. Kwa madereva wa magari ambayo sio automatic. Kama muuliza Oscar, kama gari la Oscar ile la kusomba kawa. Gonga pale kichwa haya. Kwenda pale Medi kipa amefika pale. Faruk Shikalo. Good saves, goalkeeping man pressing Faruk Shikalo. Well done kwake. Wakati huo Dilunga pamoja na Kopa Shimba Mugalo wanapasha kwa upande wa timu ya Simba sasa. Kwenda Yakuba Sonye, Tiki anaambia niwekee hapa. Yakuba Sonye, kwenda Yakuba Sonye, kwenda Yakuba Sonye hapa mwili kidogo Sonye. Control pale taratibu katika chake anakwenda nje anakwenda kurusha. Kwenda lango la timu ya Simba. Bombo ngafu. Bombo ngafu kweli kweli. Na mambo mwalimu kinalala ni kila ukienda hola. Kila ukijaribu hola. Mechi ni kujitolea. Mbinu za walimu jambo jingine, kufundishwa jambo la pili. Wewe nafasi yako ni ipi baada ya kupangwa jambo la tatu ambalo ni muhimu mno. Work rate, commitment level. Wanasema yani ubingwa mchukue na kushinda mshinde. Akamwambia nani? Tegemea mtu na mtu. Chidachi bwana wewe. Digala. Haya Simba anakwenda huko. Tadeo Luanga pila moja mrefu anakosha huku. Gonga pale kisha pale Boko. Kwa Morrison. Bernard Morrison. Morrison yuko chini, mwamuzi anasema ni madhambi. Ameanza Morrison haraka haraka. Kuna Medi Kagere. Medi ngona Medi. Anapita Medi. Hiki kifaru kweli. Yaani risasi unatupa baada ya kupiga adui unapiga nyuma yake. Walimu huyu vitani anaweza kaambia rudi nyumbani. Yaani huyu sio kurudi nyumbani tu. Yaani urudi nyumbani alafu uwe na kazi maalum. Kagere msikilizaji, ule mpira ni mbali mno pale, miguu zaidi ya 25 hivi. Yeye kama kubutu yani kapiga tu kama vile kaona mnazi fulani kule kwa Mparange akaachia. Unajua Enoch, ngoja kwanza tuone. Simba anakwenda, ngoja Lari Bwalia, Maestro Lari anakwenda Lari. Simba hesabu zao ni nyingi, wanapiga jinsi nakataa. Kuna Bernard Morrison. Morrison ndefuku, Boko. Haya anaingia Medi Kagere. Cheza defender pale. Na mwalimu Kashasha. Nilichotaka kusema ni kwamba wakati mwingine kwenye football kuna vitu unatakiwa ujiongeze. Sasa Simba wameshakuwa na faida au wamenufaika na lile bao la kwenye nusu finali kule kusini. Ingawa najua wametrain, wamefanya mazoezi. Kwa hiyo unaona kila wakiweka faulu wanaanza haraka. Sasa ukicheza na timu ambayo haiwajui mtafungwa mengi. Na mwenye kazi hiyo, mwenye kazi maalum hiyo na mwenye eneo lake ni Bernard. Akiweka pila ameushika anaachia. Na Yanga itawagharimu yasipoangalia sasa hizi faulu ambazo zinatokea nje ya penalty box. Haya, Mkoko Tonombe anakuja kuzungumza na makocha hapa. Anawaambia monsieur toujours humble. Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui? Oui, moi vous l'êtes. Kifaransa kinazungumzwa hapo. Mkoko anakiongea vizuri sana. Na kocha Nabi pia anaongea vizuri. Wakati hiyo machela ile inambeba Mwamnyeto. Mwamnyeto anakwenda kupatiwa matibabu baada ya kupatana na dhoruba pale wakati wa jitihada za kuokoa ule mpira. Mkoko anaambia bwana njoo cheze mkoba hapa. Mwamnyeto katoka, njoo simame hapa. Ule mkoba kwa muda. Tio referee anaambia Simba mwanze mpira. Fair play amewadundia mwanze. Dakika ya 31, bado dakika 14. Simba ana kazi kubwa sana. Haya ndefu nianzie huku, fika by Duma iko beki leo.
amekosha mpira moja juu pale. Simba wanao. Haya, hiyo anakwenda Mixon mpira moja juu huku, cheza kichwa pale pembeni kule. Shomari Kapombe kichwa juu ya kichwa kwenda nje, tarusha kwa lango la timu ya Yanga. Kwenda kwanza Simba haoni apeleki wapi ule mpira, ameanziwa Boko. Haya, anakwenda pale, anaingia Kapombe, Shomari Kapombe, Shomari Lari Bwalia, goalkeeper cheza bana kwa nje na ni kona. Single tip inaitwa. Mwalimu Faruku nadhani ni moja kati ya goalkeeper wajanja mno, maana kuna kuumia na kuna control muda. Huyu ni mchezaji wa kimataifa. Sasa kuna levels fulani unapofikia unahitaji kuwa na akili ya mpira, football intelligence, lakini kwenye swala zima la kujali muda lazima ujue nini cha kufanya. Na hivi Enock haviji hivi vinahitaji mchezaji ambaye ana ujasiri, lakini pia anajua ni wakati gani wa kufanya kitu hicho. Katika save aliyoifanya ule mpira ulikuwa unakwenda kwenye crossbar, mtamba panya ulikuwa kama unataka kuingia hivi, amekwenda wanaita single tip, ameugusa ule mpira, umevuka ule mtamba panya na akaiokoa timu yake kufungwa. Sasa ni 2-in-1 mission. Inawezekana kweli kama ameumia kwa namna alivyo overstretch, maka amepivot hewani. Kuna kupivot chini, ground pivoting na airborne pivoting. Kwa hiyo amepivot pale, huenda amegeuka kwa nguvu mno kiasi kwamba mnyumbuliko wa mwili haukuwa unaruhusu degree ama nyuzi zile za mgeuko hewani. Enock Bigane naona na kadi pia wa Faruk kwa kuchelewesha muda. Inakuwa ni shughuli nzito sana. Haya, dakika ni ya 33 kipindi cha pili. Simba 0 Yanga 1. Mpira wa kona unachongwa upande huu wa kaskazini magharibi mwa uwanja na Bernard Morrison anakwenda kupiga ule mpira sasa. Mwamuzi anaambia unaweza kuanza, lakini pia anaenda kuwaonya kule. Kuna kashikashi mwalimu Kashasha kule. Kunyana kwingi sana. Unyango yuko pale, anajulikana kwenye mipira ni hatari sana. Utakumbuka mechi ya awali, dakika za mwisho hizi alifanya jambo na anatoka the opposite direction na mpira unakopigiwa. Kwa hiyo anakwenda kukutana nao. Haya, ameanza Bernard Morrison, mpira moja mrefu huku. Cheza mpira kichwa pale. Anakosha juu ule mpira huku. Anakimbia duma kwenda nje na kurusha. Unyango. Katio mashabiki wa Yanga washaanza kuwashawasha tochi zao. Mwendo wa kitochi. Bernard Morrison, magari mawanja. Geuka Bernard Morrison. Bado Morrison anakwenda. Mbwembwe nyingi. Wamalizi hao yuko chini, amefanya madhambi. Simba wameanza. Lari Bwalia. Nyuma huku. Shabalala. Anaingia Shaba. Anapita Shabalala. Huyo Tadeo Luanga juu pale. Shomari Kapombe kwa mpira kifua pale. Boko. Kuna mtuku. Haya, Medi Kagere. Kwenda nje kule. Unakwenda ya kurusha. Boko aliingia mzima pale. Jitoa kwa jitihada kubwa. Kwenda Kagere. Toa mpira nje, tarusha kwenda lango la timu. Yanga wako chini tena. Yanga leo ni mwasifu. Wana maarifa na mbinu mingi mwalimu. Tulisema hii ni timu kubwa na kuna mali fulani nilizungumza mapema. Nadhani jana nikiwa kwenye interview kule kwenye banda letu la TBC nikasema kwamba hizi ni timu kubwa, utakiwi kuja na miemko na utakiwi kufikiria timu yako ni bora. Hawa wote bora hawa. Na ukizingatia Yanga mzaliwa wa awali, huyu akaja kuzaliwa baadaye. Haya, asante mwalimu Kashasha. Chris Kopa Shimba Muga anaona anaitwa huku. Tatuambia Ting Mugoa mabadiliko yanakwenda hapo ni ya namna gani. Dakika zimesalia 10 tu. Pambano limalizike. Dakika 10 zimesalia. Shabiki wa Yanga mnyama tumeua mnyama. Baada ya dakika 10 niwakumbusha mashabiki wa Yanga kuna timu kadhaa hapa dakika za mwisho zilifungwa nyingi tu. Na ni hatari. Kwa namna ndio unapocheza Enock Bigane, unaweza kuona mashambulizi, uwanja umeegemea upande mmoja na Yanga wamekuwa na rekodi nzuri sana hasa wakitangulia. Mara nyingi wamekuwa na ruhusu mabao second half kwa sababu ya staili yao ya kucheza. Unaweza kuona muda mwingi wanajilinda.
katika maana ya kuacha kwamba hawafungwi bao. Sasa ile ni mbaya, kuna uwezekano wa kufanya fouls nyingi, kuna uwezekano wa kutengeneza makosa kwenye ulinzi kwa sababu mnakuwa wote mmekaa pamoja, lakini pia kuna hatari ya goalkeeper kutoweza kuona vizuri movement, kusoma vizuri mchezo jinsi mpira unapoingia kwenye la Simba la mwisho la kushambulia ambao ni eneo la ulinzi la Yanga. Enock Bigani. Yanga ameanza kibwana. Kafika pale Onyango. Tia guu shingo guu ya roho. No, half amazing. Onyango. Wao wamekata moja ndefu kwa timu ya Yanga huku. Boko gonga pale kichwa pale Boko. Fika pale defender Job. Juu tena. Mtulia pale kwenda kwa nyuma TK Master. TK. Kuna TK. Ndefu anaingiza huku. Onyango na ubutole mpira huku. Akambia kifua Shabalala. Shaba Mohamed Hussein Zimbwe. Tafuta pale Wawa. Kontrol pale Wawa. Kitembea pale Wawa, kuna Wawa ndefu anaingiza pembeni kule Wawa. Haya, show me the way Shomari Kapombe. Kuna Shomari Kapombe anaingiza ndefu. Shomari Kapombe hakuna mtu Kagere kafutwa jezi yake, maamuzi anasema nyanyuka. Bado Yanga wanao. Haya, Mauya wae pale TK Master. Piga pasi na mwenyewe huko nafika pale. Karusha kuna lango la timu ya Simba. Wakati hiyo Simba mabadiliko mengine wanafanya. Naam timu. Anakwenda katika benchi Tadeo Luanga, mchezaji nambari 4, nafasi yake inachukua jezi nambari 7, Chris Kope Mushimba Mugalu, mtu ya watu Enock. Mwalimu, tafsiri pana ni kwamba bora tujilipue, na kwa lugha nyingine ni kwamba mwalimu wa Yanga kafanikiwa sana, kwa sababu kama unaweza kumtoa Chama kwenye game ngumu kama hii, ukamtoa Nyoni kwenye game ngumu kama hii, ukamtoa Tadeo Luanga, manake ni kwamba midfield imeflop na hivyo wamezidiwa. Sasa kuna hatari moja, kama atakuwa amepeleka washambuliaji watatu, manake concentration, akili ya Simba itakuwa ni kushambulia. Kuna uwezekano timu ikakatika ama ikagawanyika, tukaona barabara hapa eneo la katikati, na mwisho wa siku likatokea jambo ambalo huenda wengi hawakulitarajia, na itabidi Yanga watumie advantage hiyo. Kama mwalimu anafuatilia hayo mabadiliko akisaidiwa na wenyeji wanaoifahamu Simba vizuri, manake ni kwamba tutaona mpira sasa hivi tofauti na ule ambao tumeona unachezwa toka mwanzo. Enock Bigani. Haya, Simba anakwenda Morrison kwake Mixon, anatembea Mixon wa kwanza wa pili. Yanga wanaambia wako imara sana, nakosha mpira juu pale Kibwana. Weka mpira kifua pale Simba sasa. Lahri Bwalia. Tembea Lahri Bwalia, dakika zibaki 6 tu hizo. Yanga sasa wanachokifanya ni kwamba mpira ukai kwao, wanauondoa haraka mno. Dakika 6 za Yanga kutambia ubabe wake dhidi ya Simba. Kwenda Bernard Morrison. Tembea Morrison. Kuna Morrison anasonga na Kibwana. Toa pila nje, Kibwana anakuwa ni wakurusha. Kona kama ulikavu hivi. Yani ukiwa juu ya mstari unazunguka nje. Yeah. Haya, wameanza kona fupi Simba. Shabalala ndio anaingiza kwa timu ya Yanga. Kopa Shimba Mugalu. Mmoja anasema wamefanya madhambi. Yule akinyanyuka sio leo. Kesho. Wakati huo Yanga anajiandaa kufanya mabadiliko mengine. Mabadiliko mengine yatakuwa ni ya mwisho kwa Yanga bila shaka. Kama bado wakiwa wanaruhusiwa. Ana mtu mmoja. Anakwenda katika benchi upande wa Yanga Afrika, Faisal Sam Mtoto Abdallah, na nafasi yake inachukuliwa na Juma Saidi Makapu. Ameshoka. Ingia Juma Makapu. Dakika zimesalia mwalimu 5. Kawaida dakika 5 ni dakika kwamba ni twende tu tujiachie. Tujiachie kama alivyofanya maamuzi magumu mwalimu wa Simba, japo baada anamtaji kwa sababu ana speedy wingers wawili, Bernard Morrison na mwenzie Konde Boy Louis Mixon. Kwa hiyo kama atatumia vizuri washambuliaji wake watatu wale na wakacheza kwa ushirikiano, lakini wasiwe na pupa, wasiwe na papara, wanaweza wakapata bao. Lakini kama wasipokuwa makini wanajikuta uwanja unagawanyika, sababu midfield itakuwa ina nguvu kubwa. Matokeo yake watakuwa lazimika kurudi nyuma kuchukua mipira, na kama Yanga watakuwa wepesi kwenda kuweka pressing ama kuwa pin, maana yake ni kwamba Yanga wanataka kurudi mchezoni. Dakika si nyingi kutoka hivi sasa. Enock Bigani. Mchezo ushaanza tayari, dakika 4 za mwisho hizo. Kwenda pale Mixon, Konde Boy kwake Morrison, Bernard Morrison. Atembea Morrison, bado Morrison juma huku. Lahri Bwalia. Haya, kwenda Kope Shimba, Lukumba Bakusu kwenda nje. Goal kick. Faruka anaacha mpira huku, anafuata mpira ule kule. Janja Janja sana.
Yaani tukose ubingwa na mechi tufungwe, haiwezekani. Mashabiki wa Yanga wameamka. Mashabiki wa Simba wana moyo, wana uvumilivu mno, na mpaka sasa hivi hawajanyanyuka hata kutoka, wanashangilia wengine bado kumilia timu yao. Kuja pale nyuma Sauku Acheng Wawa kwenda Wawa, tembea Wawa kwa Kiuku Morrison, Bernard Morrison, fika pale Mokoko Tonombe. Yanga anajiandaa mtu mwingine, atakuwa ni wa mwisho sasa huyu. Kwenda kurusha na Shabalala. Anaanza pale Acheng. Huyu ni Saidon Tiba Sonkisa. Kuja kuchukua nafasi ya nani? Atakwambia Ting Mugoa. Kwenda Lahri Bwalia. Bila moja juu pale, gonga pale kisha pale Mokoko Tonombe. Nafikia pale sasa Shomari Kapombe, show me the way. Shomari Kapombe, Shomari bila moja mrefu huku. Gonga kisha pale bado Boko. Defender amekosha pale. Mieto kwenda Wawa pembeni kule, Shomari Kapombe juu pale Boko. Ndio Faruku mpaka mfikia na lala cha wewe. Dakika zimesalia 2. Kuna watu naona hapa wanaomba dua sana. Ya Allah, Mwenyezi Mungu ujalie heri. Uishie hapa. Wako na wanaona umu wapo. Haya, Shabalala mpira moja mrefu ameukata lango wa timu ya Yanga huku. Anafika Boko. John Rafael Boko mpira moja pembeni kule kwake Lukumba Bakus, anakimbia Shomari Kapombe katika chaki kule. Anaingia show me the way. Mpira moja mrefu anaingiza huku. Fika pale. Haya, Kagere kwenda nje. Mzaa tu. Haya, Faruku ameacha mpira mwingine, anafuata mwingine. Sasa hapa mabadiliko yanafanyika. Enoch. Naam. Mabadiliko ya mwisho kwa Young Africa, anakwenda katika bench Tuisila Kisinda, TK Master, nafasi yake inachukuliwa na Saidon Tibazonkiza, jezi nambari 60. Enoch. Mwalimu kama Yanga sasa wanaenda kujilinda na kushambulia kwa kustukiza. Lakini kubwa ni kwamba wanataka kupata mtu ambaye anakaa na mpira, na ukizingatia Saidoni mzuri pia naye huwa akimbii boksi, badala yake anapata mpira anaingia ndani. Lakini kuna mahali fulani tulikuwa tunaona kama Tusila alikuwa anasusa mipira na mwenzie akikosa mpira Yakuba anasusa. Sasa hii inaweza ikawa ni hasara kwa upande wa Yanga, lakini sasa amekwenda huyu na bado ni damu inachemka, ni fresh. Kwa hiyo mentally yuko fresh, physically yuko fresh, hajapata fatiki. Kibigane. Dakika 1 kuelekea tamati. Mixon mpira moja mrefu, Medi Kagere anaingia Shomari Kapombe. Kapombe Kapombe anataka kupiga nini? Kufunga. Anataka kufunga kutoka kwenye impossible engo si kule, ni ngumu sana. Nahitaji mahesabu makali mno. Shughuli ipo. Kwa mujibu wa kronometa yetu zimebakia sekunde 20. Zinapungua 17 hizo. 9, 8, 7, 4, 2, 3, 1. Dakika ni 90 kamili. Ting Mugoa 4 za nyongeza. Enoch Mwigane kukamilisha 45 za mchezo. Mashabiki wa Yanga naona shangwe kweli. Wananikiza kweli. Utapata nafasi ya shabiki wa kike wa Yanga. Afisa wa masishaji Yanga Afrika Antonio Nugas anaambia nyanyuka, mechi imeisha. Hamna namna. Ndio shangwe hizo. Ndio tunasema tukose ubingwa na hii. Kasema nani? Walete. Kati huo tochi zimewashwa. Ting hapo tochi zimewashwa. Ni nyingi sana. Ni kweli kabisa, na maana halisi ukiongea nao mashabiki tochi ni kwamba wanawashia upinzani wauone mpira hauonekani kwa tafsiri yao wanavyofikiria. Kushinda kuna raha sana. Uzuri wa ushindi bwana unaondoa maumivu mingi. Lawama hutosikia. Tunaambia sawa lakini tumefunga. Au sema mkashasha. Tumekosa ubingwa lakini tumemfunga. Yaani ubingwa wa hawa wawili haunogi kama hujamfunga mwenzio. Lakini ukiukosa pia ukapata ubingwa bila kumfunga huyu, unaona kama ubingwa haujakuwepo. Yaani kutakuwa una kitu cha kuzungumza. Na au zinapungua. Anaingia Mixon. Fika pale defender Kibwana. Katika dakika 4 za mwisho. Wawa. Serge Pascal Wawa. Juu ule mpira anaingiza Wawa huku. Weka mpira kifua Boko yuko chini. Mmoja anasema endelea kwenda Saidon Tiba Sonkisa.
anatembea Nsiba Songisa. Nsiba Songisa anakata moja ndefu, mtafuta kule pembeni Nchimbi. Anakimbia Nchimbi kwenda nje. Dakika zimesema kama 2 hivi. Simba wana kazi hapa. Utaambiwa nini? Kila kitu mnacho. Mmefungwaje? Majibu kuyatoa ni ngumu. Haya, Simba anakwenda Kapombe. Tembea Kapombe ndefu huku. Bernard Morrison. Geuka Morrison. Anamwanzia Shabalala. Shaba anafinya. Anaingia Shabalala kwake Morrison. Kanyang'anya Morrison. Ntiba Songisa. Chukua pale. Wawa nao. Tembea Wawa. Seje Pascal wapi na moja mrefu angata na timu ya Yanga huku. Weka mpira Kivu Saidi Juma Makapu. Kafika pale Kapombe kwapi? Lukumba Bakusu. Chris Kopa Shimba Mugalo. Ndefu anga tunaongeza. Haya Boko. Gonga kisha pale Boko. Anakuwa ni goal kick. Mwalimu anasema ile zigo ya Guva Nyani midi yote inadereza. Naam, amefanya kazi nzuri sana pale Makapu kwa sababu ule mpira ulikuwa umepigwa kutoka juu kule. High volley. Kama Makapu asikwenda kumpress John Boka Deba, Enga alikuwa amekaa ni ndani ya mpaka wa pembe A na B, alikuwa anammaliza Faruk, lakini kuweka ile pressure, immediate pressure, akalazimika kupiga mnazi juu. Haya, wakati wote ngoma inakwisha hii. Yanga sasa wanacha kujitambia, kumfunga mtani kuna raha, sikwambie mtu. Kuna Larry Waria, mpira moja mrefu anaingiza lango la timu ya Yanga. Haya, anaingia pale Boko, fika goli pale Boko. Hakuna mtu. Kwenda mpira nje, inakuwa ni kona. Kati hiyo goalkeeper Faruku yuko chini. Defender yuko chini, yule ni Mukoko yule. Forward wa Simba chini. Boko naye chini. Yule ni Makapu. Kapu yule. Wenda kama mpira wa mwisho, mashabiki wa Simba wanaondoka mmoja. Wale. Yake kufungwa tuafungwa, lakini chenga tu wale. Mwalimu, tafsiri ni kwamba dabi ni dabi, utake usitake. Nafikiri kuanzia sasa na kuendelea, wapenzi wa soka wabadilishe mawazo. Uwe na kikosi bora, uwe na kikosi kibovu. Inapokuja swala la kukutana wachezaji au timu zinazokuwa na upinzani wa namna hii, sahau kila kitu, tegemea dakika 90 na Mwenyezi Mungu akubariki. Vinginevyo dabi ni hatari. Leo Yanga kapiga mwingi. Inabidi kavipi mwalimu, Simba wapeleke maombi. Tunaomba tukicheza mechi na Yanga Mheshimiwa Rais asije. Sijui kama inaweza kuwasaidia, lakini nafikiri watakiwa jitume zaidi. Na inawezekana kwa upande wa pika ndio imekuwa faida kwa Yanga. Alikuja rais mstaafu Mzee Mwinyi, Simba akafa. Alikuja rais hayati Magufuli, Simba chali. Leo Mama Samia Suluhu Hassan yuko uwanjani, kazi inaendelea. Kisaikolojia labda anakuwa overexcited. Wameanza Simba kona ndefu huku. Nafasi Wawa. Mwamuzi anaangalia saa yake. Anaingia Wawa. Mtu kanao Wawa. Haya. Mpira umekwisha. Dakika 90 ndio hizo. Hafidhi meneja wa Yanga anawaambia Simba tulieni. Kochi naye anawatuliza. Tulieni. Simba mnyama amekufa. Mwalimu, asante sana Eric Bwane. Bonge la kandanda, mechi moja nzuri, do or die, a big match. Hii ni football icon, Tanzanian football icon, kwa namna jinsi ambavyo mpira umechezwa, mpira wa nguvu, mpira wenye maarifa. Lakini tuwasifu sana Dar es Salaam Africans, timu ambayo ilikuwa inaonekana kutopewa nafasi kubwa, timu dhaifu. Kwangu mimi niseme mpira ni sayansi, mpira ni study, mpira ni homework. Kama mwalimu Nasreddine Nabi na ugeni wake akiwa na siku 72 hapa, siku 74, ameweza kumpambana na Daresha Gomez akiwa na siku 192 na akiwa na kikosi endelevu cha muda mrefu, wakiwa wametoka kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, wakiwa wanakwenda kucheza fainali ya kombe la shirikisho. Kikosi bora, mpira biriani limefeli. Leo amekuja na mpira wake tofauti, direct football, English style, mpira ukenda mwepesi mno. Viungo watatu, Jawadi Mawi anaweza kusema big up, hakuwa anapewa nafasi, lakini amesimama mwanzo mwisho eneo la katikati na kuifanya Simba kwa mara ya kwanza kumwona anatoka Tadeo Rwanga
kwa muda ule ule anatoka na Clatous Chama ambaye ndio engine room ya timu ya Simba. Lakini kwa ujumla ilikuwa ni mechi moja nzuri sana, ama mambo mengine ni mizania za kiufundi tu, lakini kwa ujumla Simba wamecheza mpira mzuri, hasa second half. Yanga wamecheza mpira muda mwingi, dakika za mwisho kidogo ndio alikwenda kujilinda maksudi kwa kulinda mtaji wa bao moja uliolipata dhidi ya wapinzani wao wakuu na watani wao Simba ya Dar es Salaam. Kwako Enoch Bigane. Kupata ubingwa mbele ya mtaji kuna uzu we Ting Mugoa. Enoch, dakika 2 kama ulivyosema nizungumze na kina dada kupitia mambo vipi kaka? Poa. Naitwa nani? Mimi naitwa Wakili Liana. Hongera kwa ushindi. Asante sana. Labda uliamini kwamba hichi ambacho kimetokea kwa Mkapa kingeweza kutokea? Ni kweli niliamini, kwa sababu ubingwa tunajua tumekosa, lakini unajuaga hizi Simba na Yanga siku zote Simba ikiwaga nzuri huwa anafunguaga na Yanga. Nani amekuwa man of the match kwa upande wako, kwa upande wa Young Africa? Kwangu mimi leo nampa credit sana Faisal Toto, japo hapa mwishoni kidogo alikuwa amechoka, lakini amestabilize mpira, ametuletea matokeo mazuri zaidi. Mambo vipi kaka? Poa kabisa, mimi nimefurahi mno leo. Nasema hivi, mimi naitwa Amos Msanjira. Nataka hii message imfikie Haji Manara, msemaji wa Simba. Yule bwana mdogo analeta ushenzi kwa huyo mwache. Huyo kashanogewa sana timu Mugoa. Asante Enoch. Ndio furaha ya ushindi, anakutoka mengi sana. Mwenyewe. Hivi Yanga anafikisha alama 70 na Simba wamebaki na alama zao 73. Simba leo wanafunga mchezo wao wa 3. Kocha Nabil ameshangilia mno, kocha Nabil, ushindi wanaopata Yanga Afrika, wakiwaambia Simba kama ubingwa mkaotangaze tarehe 11 na Coastal Union, sio hapa. Na baada ya hapa mwalimu, hawa wanakutana tarehe 25 katika fainali ya kombe la FA. Tutajua nani mbabe tena. Ni shughuli nyingine pevu sana msikilizaji. Naitanoga kwa sababu sasa hakuna atakayejua nani anashinda, sababu kwa mizania ilikuwa inaonekana kama vile Simba angeza kushinda, na huenda kwa trend yake ama kwa mwenendo wake wa msimu huu huenda na kwenye fainali za FA angeshinda. Lakini sasa kama wanaanza 0, kama wanaanza 1, gari la Kamuntu lile unaanza unawasha linaanza 0 ile kwenye dashboard mshale unapanda. Kwako Enoch Bigane. Asante sana mwalimu Kashasha. Hapa la ziada si hatuna. Saa 1:30 kipindi cha michezo kinaruka mbashara kutoka hapa. Yuko Oscar Urasa pamoja na Ting Mugoa na mwalimu Theogenes Alex Kashasha. Ni washukuru tu mafundi mitambo wetu hapa, Renatus Kamuntu, Joseph Masanja na Makalanga Makoe. Kwenye gari ya kurushia matangazo Obi-Van yuko fundi Omar Salum. Maafisa wa usafirishaji wetu ni wawili. Kwa upande wa gari ya matangazo Christopher Samuel na crew driver, ama afisa wa usafirishaji kwa upande wa watendaji ni Gabriel Mkongelwa. Touchline master yuko Ting Mugoa ama Fradius Mugoa. Msimamizi wa matangazo haya